Yani wa pili na watatu wana miaka 13 na 12. Alafu yule wa mwisho ana miaka 8. Wa mwisho ana miaka 8. Kwa hiyo wewe unakaa nao vizuri kwa uaminifu kiasi ambacho wamekuamini, wanaweza kukuachia nyumba na watoto na wasiwe na wasiwasi. Ndio. Okay. Kwa hiyo ni mbinu gani unatumia? Amna, ni kuwalea tu vizuri kwa upendo. Kwa sababu wale ni wakubwa. Kama unawafanyia vitu vya ajabu watashtaki. Kama unawapiga, unawanyima chakula. Mimi sijawahi kupiga mtoto, maana toka nifike pale nimeambiwa hamna kupiga mtoto. Sheria kwa bosi wangu ni kwamba hamna mtoto kupigwa wala kusemeshwa. Lakini hata Wadada Centers tuliwaandaa kwamba mkienda huko msipige watoto. Sio mpaka bosi wako aseme. Sisi hapa ndio tunasema. Hata bosi akwambia akikukosea mpige, sisi tunasema hapana. Aje azibu mwenyewe watoto wake. Kwa hiyo tabia ya kupiga mtoto uliambiwa kutoka kituoni na ulipofika kwenye eneo la kazi. Kwa hiyo hujawahi kuwagusa. Lakini unawahudumia vizuri. Wanakupenda. Hapana, yani wananipenda ndio, lakini ni wakorofi. Umeanza yale mambo yetu ya ukorofi. Amna madam, ni wakorofi maana. Wanafanyaje? Wanakupiga, wanakutukana? Mimi? Wanipige mimi. Kwa hiyo sasa unasema ukorofi ni upi? Sasa hivi unaweza ukafanya usafi. Mtoto akatoka nje ya geti, ameenda labda dukani, akarudi na viatu vyake vile alivyokuja navyo vina vumbi, anapanda nayo kabisa kwenye ngazi mpaka sebuleni. Na mama yao aongei. Ila ndo hivyo tushazoea. Mshazoea. Kwa hiyo unarudi kudeki tena? Mimi nikishadeki mpaka kesho. Siwezi nikafanya kazi 2 siku moja. Chuga we. Sirudi. Chuga noma. Ticha ongea. Naomba tule. Amna, saa ongea. Sasa ni haki kweli mtu kufanya usafi? Una hakika nataka niongee? Mtu umefanya usafi alafu mtu yani watoto wanapita mara wanakata makaratasi, urudie kufanya usafi. Wana miaka mingapi? Mimi ndo namaliza mwaka. Watoto wana miaka mingapi? Wanaingia na wanajielewa. Okay, sawa. Kwa hiyo utaratibu ni kwamba ni mawili. Malezi. Sawa. Lakini wewe uko pale kufanya kazi za usafi, malezi na mapishi, si ndio? Si ndio? Ndio. Mbona uitiki? Ndio. Okay. Kwa hiyo nyumba hata ikichafuka mara 10, nani ni jukumu lake kusafisha? Hapana. Hapana nini? Kwa hiyo ngoja nikuulize swali. Bosi wako akulipa mwezi mmoja akamaliza, miezi mingine asikulipe, si alikulipa mwezi uliopita? Hapana, wanafanya makusudi. Mimi nakuuliza swali. Kwani si hata mimi nasikia njaa kila siku, tumbo langu linafanya makusudi? Tumbo langu linafanya makusudi kila siku njaa? Nywele zako si unasuka kila baada ya mwezi fulani nini? Zinafanya makusudi? Hapana, zinahitaji nini? Huduma. Na wewe unalipwa kila mwezi. Kwa nini? Kwa sababu unahitaji nini? Kulipwa. Kazi ni kila siku. Hakuna mtu anayefanya kazi arudii kazi yake. Niambie ni kazi gani? Traffic kila siku kwa barabarani. Kwa nini siku asemna nyinyi kila siku mnaendesha magari hebu ya pakini pembeni? Hapana saa. Subiri. Lazima nini makusudi kupita barabarani? Kwa watoto wakicheza wapite wapi? Hewani? Au atalishie ungo basi? Kucheza. Tofautisha kucheza. Si kucheza au kwenda kutembea au kuingia, si ndio? Pointi ni kwamba upiki kila siku? Napika. Okay. Ufanye usafi kila siku? Nafanya. Ndio hivyo, ndo kazi yako unayolipwa. Ila sasa hapana, sikiliza. Kinachotakiwa kufanyika, lazima wewe uongee na mwajiri wako kama ndio hii misingi tunaiongea hapa sasa. Watoto wafundishwe kuwajibishwa. Na kama saa mwajiri unamuona yuko busy, yani yuko busy na mambo yake, yani akija kazini ni chumbani kwake. Okay, basi kama ndio hivyo, wewe ongea na watoto wake. Watoto wasikii. Na wasikii nini sasa? Wewe anamaliza ana miezi 2 ya kumaliza. Sasa miaka yote. Sina miezi na kama wiki 2. Haya, wiki 2. Wiki 2 umalize bwana. Umeelewa?
Alafu nadai bosi aonekane vipi? Kwa hiyo anakulipaje mshahara? Ananitumia kwenye simu. Hiyo simu ndo wasiliana naye. Sasa unaongea kila siku. Unawaambia. Aisha, hata Mungu anaongea kila siku. Unawaambia lakini ndio hivyo. Mimi nahisi. Sitende dhambi. Hapana. Kila siku utamwambia bosi watoto. Kwanza bosi, yani ana ile kusema, mimi bosi wangu hatujai kukaa hivi. Wa kike wa kiume. Basi wewe kaa na watoto. Watoto sasa umewakuta wenyewe, yani ni kwamba mpaka wamerudi hapo kwenye utoto. Umefanya kazi kubwa. Sasa ndio jukumu lako. Huwezi kuchoka jukumu lako. Imagine Mungu akachoka kutuletea jua. Ndio hivyo, nimepambana, nimebakiza siku kadhaa. Namshukuru Mungu. Kwa hiyo unakuja kuchoka baada ya wiki 2 kumaliza. Lazima udeki. Hapana, ila kwa dada wanaotusikiliza, situation changamoto kama hiyo, lazima uongee na mwajiri wako, umwasaidia watoto. Tuliwaambia saa zile watoto wanatakiwa pewe nini? Miongozo. Wanachokosa watoto ni muongozo. Muongozo ambao wakikuta kitu kiko hivi, lazima wahakikishe kinabaki vile vile. Haya, mtoto mkubwa, mtoto wa miaka 14 anakula, anaacha vyombo mezani. Ndio nasema muongozo. Unamuuliza kila siku, unamwambia kama mimi sipo, wewe ukimaliza chukua vyombo weka. Hapana. Yaani ni kwamba hata wakusemeshi. Na unaweza ukaongea wakakuletea midomo hiyo. Yaani wote wakakuletea midomo. Sasa tuliongea vizuri hapa. Kila nyumba unayoenda lazima ujue wazazi au walezi wake wanataka watoto walelewe kwa msingi upi. Umeelewa? Watoto walelewe kwa msingi upi? Mnanikiza wadada jamani? Ndio. Watoto walelewe kwa msingi upi? Kwanza lazima, yani haiwezekani wewe ukaja nyumbani kwangu alafu mimi na wewe tusiongee nataka watoto wangu wahudumie vipi. Hicho kitu hakipo. Sasa ndio hivyo, yuko busy. Ndio maana sisi tupo hapa. Kwa hiyo wewe utakiwa upige simu kituoni, na tushaongea kwenye workshop nyingi hapa tukasema jamani, dada anayepelekwa kwa mwajiri alafu watoto wana tabia ambazo sio njema, sio nzuri, alafu wapate ushirikiano wa nani? Wazazi. Apige simu wapi? Kituoni. Hatutaki sisi kuhusika na watoto ambao hawalelewi vizuri. Tumeongea hicho kitu. Hatutaki kusikia sababu kama hizo, eti mwajiri wangu uko bize, watoto wenyewe wanisikilize. Hapana. Kwa sababu atakapokuja mtu mwingine asema watoto dada walikuwa nani? Huyu dada ameshindwa kuwasaidia. Sisi tunaelewana jamani. Kwa hiyo narudia tena jamani, narudia tena. Ukiwa kwenye nyumba ambayo hakuna ushirikiano wa wazazi wa watoto na wewe kwa kuwafanya hao watoto wawe bora, sawa jamani, piga simu kituoni. Hataki kusikia mimi nimekaa tu watajua wenyewe, au mwaka unaisha naondoka zangu. Hapana. Kwa sababu mnachokifanya nyinyi sio tu kwenda kupiga deki sijui kufanya nini. No, mnatakiwa muwe chachu ya watoto. Na hilo ndio jukumu letu la kwanza, malezi ya watoto. Siku moja nakumbuka. Simeelewa? Au lipi tu kwa ajili ya kudeki au kupika. Tunaelewana jamani? Wewe Chuga. Naongea na wewe tena, naongea na wewe best. Umeelewa point yangu? Hautakiwi ufanye kazi kwenye nyumba ambayo watoto hawako sawa, alafu wewe na wewe unawaacha kwa sababu mama yao hawajali. Hapana. Jukumu lenu nyinyi la kwanza ni malezi ya watoto, muongozo wa watoto. Sijui tunaelewana? Sawa. Umeelewa? Kwa hiyo wewe unatakiwa upige simu muda mrefu sana ili sisi kama wewe bosi apatikane kwako, kwetu atapatikana tu. Kwani alikutoa wapi? Alikutoa wapi? Kituoni. Ndio hivyo, atapatikana tu. Ila wewe nawe ukipotezea na yeye anapotezea, alafu anaipotea nani? Watoto. Dada akapotezea, wazazi wamepotezea, anaipotea nani? Mtoto. Ndio watu tumetoka kuongea hapa. Alafu akikuwa hii mitoto ya siku hizi, sijui Gen Z, Gen W, Gen Z, mtajua wenyewe mnavyoita siku hizi. Lakini nani? Kwa sababu mzazi kapotezea, dada akapotezea. Upotezei saa. Unaongea nao lakini ndio hivyo. Unavyosema ndio hivyo, umepotezea. Maana yake itakiwa kikao kifanyike kati ya wewe na wazazi wao kuwasaidia hao watoto. 14 bado ni mtoto ambaye bado anatakiwa apewe mwongozo, bado mdogo. Hata angekuwa 15, hata angekuwa 16, bado ni mtoto mdogo. Umeelewa? Uwezi kusema asikii wapi? Asikii nini? Tunaelewa jamani? Kwa hiyo wadada wote mnaotusikiliza,
mnaangalia hapa. Ukipata changamoto ya watoto hawafuati maelekezo, au munaona kabisa watoto wa huyo mwajiri wako hawana maadili, si ndio umejaribu kuongea na mama yao mzazi, hakuna ushirikiano, piga simu kituoni. Sisi hatutaki kituo chetu kihusike na watoto ambao hawana maadili hata siku moja. Tuko tayari kumuondoa dada kwenye hiyo nyumba. Tunataka wadada wetu wahusike kwenye malezi chanya ya watoto. Tunaelewana jamani? Na kuna wazazi wengi wao wanafikiri akishamleta dada amemaliza. Kumbe kuna changamoto kubwa ya watoto. Kwa hiyo hao watapata msaada wapi? Wanatakiwa wapate msaada kwetu sisi kituo. Ndio maana tunawaambia sisi tunataka tuwe mstari wa mbele kwenye malezi chanya ya watoto na makuzi bora. Tunaelewana jamani? Kwa hiyo watu wa kwanza, nyinyi wanatakiwa mwe wa kwanza kuripoti. Huyu mtoto kuna kitu akifanya kiko sawa. Umemkosa mzazi, piga kituoni. Sisi tutampata tu huyo mzazi wake. Sawa jamani? Haya. Na mimi nijazie kusema mtazamo wa dada nani Chuga nani we? Witi. Mtazamo wa Witi huo ni mtazamo wa dada ambaye hana mpango wa kukua. Sawa? Kwa hiyo mambo ya kusema mimi nikishafagia mara moja ndio basi, ni mtazamo wa traditional, super traditional. Wale wadada 30-40 mtaani. Usije ukafikiria hata siku moja utatoka kwenye hiyo level ya huo mtazamo ukaenda kuwa smart dada au professional dada. Kwa hiyo kama unahitaji msaada zaidi wa namna ya kuweza kudili na hawa watoto, miongozo tumewawekea. Wekeza kwenye ufahamu. Usibaki na ule mtazamo wako wa udada wa kazi wa kizamani ambao ni huo wa jino kwa jino. Si ndio? Watoto si wajeuri. Watoto si nimewakuta watundu, si hawasikii. Mimi napiga deki wanarudi wanachafua, wanaingia na viatu si wanafanyaje? Basi na mimi nitawakomesha. Nikideki mara moja nimedeki. Hiyo haumkomoi huyo mtoto wala bosi. Ni wewe mwenyewe utabaki unazunguka hapo hapo. Lakini kama unakuwa una madini kama haya kutoka kwenye mwongozo wetu, utakuwa una mbinu za kudili nao, na wale wazazi watakuwa wanaona impact yako. Sehemu ambayo utakaa mwaka mzima ni muda unaotosha kuonyesha ujuzi wako, uwezo wako wa kusaidia wale watoto katika njia sahihi ambayo Biblia inatuambia tuwalee watoto katika njia inayofanyaje, inayowapasa. Alafu wewe utapanda thamani kwa namna yoyote. Hao mabosi undashangaa ulikuwa ni traditional dada, tena Witi wewe ni 100,000 au 1,500,000? 100,000, 1,500,000? 1,500,000. Okay. Kwa hiyo tunaposema huu mwongozo unawasaidia kulipwa zaidi, sawa? Maana yake ni hiyo kwamba hizo changamoto ambazo unakutana nazo sisi tupo, lakini pia hii miongozo ipo. Itakusaidia uweze kujinoa, na zile ambazo kwako unaziona ni changamoto zitakuwa ni fursa. Witi ameiona ile ni changamoto kwa sababu hana mwongozo, lakini angekuwa na mwongozo na yuko makini, ni mtu ambaye alikuwa na njaa na shauku ya kukua, sisi tungekuwa tumemsaidia. Leo hii ile changamoto angekuwa ameitumia kupanda daraja. Witi angekuwa sasa hivi anasema ana wiki 2 kumaliza mkataba wake wa traditional dada, huenda angeenda kwenye level ya smart dada. Kwa nini? Kwa sababu angekuwa ameweza kukabiliana na zile changamoto za wale watoto, amewalea vizuri, amewapa miongozo mizuri, mpaka wao wenyewe wananyoosha mikono. Lakini ukianza kushindana nao, kubishana nao na kuwakomoa, basi mnakuwa mnaenda kiligiligi tu. Ukienda kiligiligi hautaonekana, thamani yako haitaonekana. Utakuwa tu ni dada ambaye labda ulikuwa huna mkono wa kuiba. Hicho ndio kikubwa, uaminifu, kwamba huyu nikirudi nitakuta vitu vyangu viko sawa nini, lakini kwa habari ya ujuzi wa kulea watoto utakuwa hujaonyesha. Kwa watoto wanabaki vile vile, hawasikii, hawaambiliki, na wewe mwenyewe hujaweka mchango wowote, kwa hiyo huonyeshi thamani yoyote. Kwa hiyo mwongozo huu ni wa kukusaidia dada uongeze thamani kwa faida yako. Unapojitahidi kurekebisha watoto ambao unaona ni watundu, ni wasikii, ni wewe unapandisha thamani. Ukitoka hapo unaongeza akaunti yako ya benki, mshahara wako unapanda. Kwa hiyo msije mkachukulia mtazamo wa Witi kama ni kitu cha sifa. Hapana, huo ni umaskini. Sawa jamani? Lakini tuko hapa kuwasaidia. Ndio lengo letu. Yaani sisi kama Wadada Center ni viongozi wenu, ni walezi wenu. Pale ambapo mnaenda nje ya mstari, tulikuwa tunazungumzia hapa maadili ya kimungu. Wewe unadhani Witi alivyoweka mtazamo ni maadili ya kimungu? Sio maadili ya kimungu, ni kama kaujeuri fulani, na yeye anaonyesha mimi ni arachuga namba 1. Yaani bangi nakula kama mboga. Umeelewa? Wewe mimi na deki, wewe unapita utakoma. Mimi na deki kesho. Hapana madam. Wale watoto wako wengi, wako 4. Kwa mfano, mara ya kwanza nilivyokuaga nimeenda, wakichafua narudia.
wanachafua tena, unaongea nao kila siku. Yani hatukutakiwa kuchoka kuongea nao kwa sababu mpaka sasa hivi. Na sasa wewe mtazamo wako hautuonyeshi dada ambaye ana jitihada za kuwarekebisha. Yani umefikia mahali umetuonyesha kwamba sasa hivi ni mwendo wa jino kwa jino. Wao wakipita wakichafua, mimi nishadeki mpaka kesho. Kwa hiyo ndio shida ninayoiona, na kwa kuwa mimi lengo langu ni ili wewe ujiboreshe, uweze siku moja kupanda. Usiendelee kubaki kwenye hizi kazi. Hata kama utakuja kufanya biashara, uwezi kufanya biashara na hiyo attitude. Huwezi kufanikiwa kwamba huyu mteja nitamkomesha. Ndio utaenda nayo hivyo. Si anajifanya hivi. Uko usisema hizi kazi kwani nitafanya milele. Nishapata mtaji wangu naenda kufanya biashara yangu sio ya nguo ulikuwa unafanya, lakini lazima ubadilishe mtazamo wako na uapply haya tunayoyaongea hapa kwamba katika hatua yoyote, biashara yoyote unayoifanya, kazi yoyote, lazima ufuatilie misingi ambayo Mungu wetu anatufundisha ya unyenyekevu na kujitahidi kuonyesha msaada, kukaa na wazazi. Jamani, hao watoto tuwafanyeje? Mbona najitahidi sana kuwaelekeza? Hebu naombeni mnisaidie tuwaelekeze wawe na tabia nzuri. Mbona watoto wengine wanasikiliza? Nyie si mmepita hapa, si mmeona watoto wetu akina Lincoln? Mnawaonaje? Wanaelekezwa, wanasikiliza, wasikilizi. Sasa wale kwani wana vichwa vya aina gani? Kwa nini yani hao unaowalea wewe wasiwe wanasikiliza? Ni swala tu la kuwa na ule moyo wa kusema hawa watoto lazima ni tujitahidi tabia zao tuzirekebishe. Kwa kushirikiana na kituo, kushirikiana na mwajiri wako na wewe mwenyewe. Ndio maana bosi hapa akasema tungewaita hata kikao wote. Wewe Witi ungekuja na mabosi wako tuongee hiyo changamoto ya watoto hawasikii, tujue tunawasaidiaje. Lengo ni kuwajenga wale watoto. Sidhani kama waajiri ambao wana watoto wa hivyo wanafurahia. Wanatamani sana hao watoto waweze kurudi kwenye maadili, wawe ni watoto wasikivu. Lakini kama walishaharibika kwa katika malezi waliokulia, labda ni wadada tofauti au ni shuleni ni wapi, inabidi sasa kuwasaidia, bado hatujachelewa. Kwa hiyo bado nasema wadada, lazima kama mnataka kutoka kwenye huu mnyororo, yani hili daraja hili la udada wa kazi uje uwe CEO, ndugu yangu, lazima ubadilishe mtazamo. Lazima ubadilishe, na uwezi kubadilisha mtazamo kama huna mbinu mpya, huna maarifa mapya. Ndio maana tumewaandalia miongozo kwa yule anayetaka siku moja nawe awe mkurugenzi wa biashara yake, kampuni yake, taasisi yake. Tafuta maarifa. Sisi maarifa tunayo, tumewawekea. Yule ambaye anaona anataka kuwa dada wa kitofauti siku moja na yeye awe mtu mwingine, tunawakaribisha. Mimi nimemaliza. Okay. Mkurugenzi amemaliza vizuri kabisa. Kwa mimi nitasema tarehe ya workshop ijayo na kumalizia tu. Mengi sana tumeyaongea. Hakuna haja tena ya kuongezea chochote. Workshop ijayo itakuwa tarehe 28 mwezi wa 3. Kwa nyie mnaokuja, nadhani mna marafiki zenu, lakini leo rafiki yako hajaja kwenye workshop. Wewe umekuja umejifunza vitu vingapi? Vingi, si ndio? Kwa hiyo hakikisha unavyorudi, unavyosikia tangazo la workshop, ama unajua kabisa kwamba jamani workshop ni tarehe fulani, unamwambia rafiki yako aje ajifunze. Hawezi kuwa kama alivyokuwa mwanzo. Sawa? Hapa wote tumejionea namna ambavyo maadili, hofu ya Mungu inaweza kusababisha mtu akaweza kufanya vizuri. Kuna vitu vingine huwezi ukafanya kwa sababu tu una hofu ya Mungu. Sawa? Hiyo itakubadilisha wewe, lakini pia itakurahisishia kazi zako. Kwa hiyo hakikisha unahudhuria workshop ijayo, ila pia unawakaribisha rafiki zako. Mna namba, mnabadilishanaga namba. Hakikisha rafiki yako anahudhuria kwenye workshop. Hivyo tu. Asanteni sana, endeleeni kuenjoy chakula. I hope pilau ni tamu. Tumemaliza.